Hofu na huzuni vimetanda hapa katika kijiji cha Gedamara, wilaya Babati, mkoani Manyara, baada ya mtoto mwenye miaka 13 kubakwa na kuuawa kikatili. Suzana Samuel, aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi Ayatsea iliyopo hapa katika kijiji hichi, amefariki dunia baada ya kudaiwa kubakwa na kijana anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 28, kisha kuuawa kikatili kwa kuvunjwa shingo yake pamoja na kiuno, kisha kutobolewa na kitu chenye ncha kali katika maeneo ya katika macho yake pamoja na sehemu za siri. Tukio hili linaelezwa kutokea tarehe 29 mwezi Aprili ya mwaka 2025, ambapo inaelezwa kwamba Suzana aliondoka nyumbani kwenda shuleni siku hiyo ya Jumanne, ambapo hakurudi tena, jambo ambalo liliwatia wasiwasi mkubwa wazazi wake, ndugu pamoja na majirani, na kuchukua hatua ya kuanza kumtafuta. Ndipo walipopata mwili wake siku ya Mei Mosi ya mwaka 2025 katika shamba la mazao, mwili wake ukiwa umeharibika. Jina langu naitwa Sofia Jari. Ile wazee tumewaheshimu. Sasa ile sisi tulikuwa tunataka tuende kwa mkuu wa wilaya. Sasa kwenye kile wewe ule mkuu wa wilaya tumwambie mhalifu wetu yuko hapa. Shina kwenda hijimo. Alafu kitu kimoja jamani. Abele kidabi yeye. Viongozi tunao. Kienda au viongozi. Polisi inakuja. Kwa hidi shirika. Haina vyombo vya sheria. Mandao ndivitoa. Haina vyombo vya kuchukua matukio. Yule Samia angeruhusiwa yule mtoto. Wanya Samia nyasikia kusanya tena. Alafu amuone. Kwa bakanyanga. Alivyofanywa. Kitasi hinda. Kama ni yeye. Anarizika. Alafu pili, wazee nawaambia. Wasichana wetu. Wamekunywa bera. Alafu wakabaka vijana wenu. Nyinyi mnajisikiaje? Eti mnacheka kwa sababu mmebaka. Wanacheka nini hawa? Eti nyinyi vijana. Mnacheka kwa vile mmebaka. Wajile wanaume hata kwenye hamna kufa. Hambibi. Kuna wanaume leo ulio na mwanamke? Hamna. Kwani wanaume na wanawake? Tuwazae. Mtu uwe. Tuwe kama wanyama. Hii inakubalika. Wazee tuliwaheshimu kwa sababu wanasema mwanamke ametoka kwenye ubavu wa mwanaume. Lakini kama sio hivyo, namba ya mkuu wa wilaya naye tungeandamana. Tunasema wasubiri wa mama hawa hapo wanakuja. Kitendo cha iliyofanyika juzi kwenye Mabua, kwanza naona wote mngeenda kwanza mahali yule mtoto ameingizwa mpaka alipokutwa. Kama ni wewe ungerizika? Ndio nakuuliza, ni wewe ungerizika? Waona buruta na msichana wangu amekunywa bera. Anakuburuta. Akakubaka. Unarizika? Je, hii jamii leo ingetuelewa sio mama? Unabaka ukimaliza unatoboa macho. Alafu unavunja kiuno. Unavunja shingo. Nyinyi si Wayahudi. Wanaume si Wayahudi jamani. Tuwabebe miezi 9. Unazaa kwa uchungu kihesabu mapawa isiyojulikana. Leo kweli mnatunyanyasa kiasi hicho. Mtoto anakuja kuchukuliwa na polisi, alafu polisi anafanya hivi. Anafanya hivi simu. Anafanya hivi. Kumbe hamna hata taarifa anachukua. Yule mama leo, yule baba anaenda msichana wake aliyobakwa. Anampiga 200,000 kwa sababu eti ameenda kutoa taarifa ya mtoto wake aliyobakwa. Alafu anapigwa ndani. Anaambiwa kutoka 200,000. Hii inakuja wapi jamani? Mtoto wangu abakwe. Alafu mimi nikatoa taarifa nikamatwe tena. Alafu nipigwe 200,000. Jamani mnatutendea haki? Si mtu uwe, si tubaki hapa mtuchinje. Gobera na faida gani na sisi? Kama anamkimbiza mhalifu wake na mtoa mlimani, kijana wake anapiga simu, anamwambia mchukue mtu. Wazazi jamani, wababa jamani. Teme kidogo naitwa Agnes Haimabamo kusiodosa ureo maega. Sawa Sasa leo sisi tuna wasiwasi watoto wetu wa sekondari ya Ayatsea wanaendaje shuleni. Sawa Wanaendaje shuleni? Sisi kama kina mama tunahuzunika, tunawaza 11 tuamke asubuhi tusindikize watoto wetu. Je, tunapomsindikiza huyo mtoto na mimi mama siwezi kubakwa?
Kama mtoto niliyemzaa anamrudi mdogo wake, anamrudi na mama yake, je, inakuwaje? Tunamwomba Mama Samia Suluhu atusaidie kijiji cha Gedamara, kata ya Galapo, wilaya Babati, mkoa wa Manyara. Tunamwomba atusaidie. Leo Jumatatu tunawapelekaje watoto wetu shuleni? Sawa? Watoto tunawasindikizaje? Mimi kama mama nitatoka asubuhi na mwanangu. Je, ikifika katikati ya mashamba nikishikwa mimi, mtoto wangu anabaki wapi? Naomba Mama Samia atusikilize. Tokeni mbele yangu nyendo wabakaji. Kwa majina naitwa Zaituni Tumbo, nakaa mkoa wa Manyara Galapo. Tumepata tukio juzi la ukatili. Mtoto wa shule mnamo wa tarehe ngapi juzi? Tarehe 20. Nataka wewe kama mzazi ueleze. Mimi kama mzazi nimeumia sana kwa ukatili tuliofanywa kwa mtoto wetu. Mtoto wa miaka 12, Mheshimiwa Rais, mtoto amefanywa ukatili. Mtoto amebakwa na kuvurutwa upana wa ekari 70, kafanywa ukatili wa ajabu na kutobolewa macho yake kwa kutumia ncha ya kalamu. Baada polisi walipofika hawajatuambia maumivu ya maiti, wamepima wameona nini. Mara ya pili tunakuja kupigiwa simu kwamba mwili umeharibika, njoeni chukueni mwili mkazike. Mpaka hivi tuko kwenye taharuku kubwa. Tunashindwa wamama kwenda kuchuma mboga, watoto tunashindwa kuwapeleka shule. Mheshimiwa Rais, tunaomba, tunalia. Sisi wamama huku mkoa wa Manyara tunazalilika, tunabakwa, hatuna msaada, wanaume hawatusaidii. Hatuendi shambani kuanzia sasa hivi, watoto hawasomi. Tutawapelekaje watoto shule? Shule zinakaa mbali, watoto wa bweni wanakaaje huko? Taharuku ziko nyingi na sasa hivi mashamba yamebana mabua. Wanaume wanatunyanyasa sana, tunabakwa na watoto wadogo tuliowazaa. Mkoa wa Manyara umekuwa shida, hatuna msaada. Maeneo haya tumeathirika sana, matukio ni mengi ya mauaji na yote yanaletwana na huduma hizi za pombe za kienyeji. Watu wanakunywa pombe ovyo. Ukianza kuelezea mahali tukio linatokea hatueleweki. Mheshimiwa Rais, tunalia. Sisi wamama sasa hivi tuna hali ngumu sana. Naiomba serikali bangi, dawa za kulevya ziteketezwe. Na sasa hivi tunaomba Mheshimiwa utuone kwa jicho la tatu, hali yetu ni ngumu sana. Tunalia. Jana tumemzika huyo mtoto mdogo, mtoto wa darasa la 6. Ombi langu kwa Mama Samia, tunaomba na mturushe. Hili tatizo ni kubwa sana na hata leo hivi taharuku ni nyingi, watoto wamekuwa waoga, watoto watakuwa watoro, hawatasoma. Mama Samia, hata sasa hivi kampeni yako tutaipigaje? Hali ya kuwa tunabakwa, tutatembeaje? Unaomba kura, sisi tunabakwa, tunaweza kukutetea kivipi? Mama Samia, tusikilize. Hatutembei barabarani sasa hivi bila makundi. Unaomba kura, utapataje Mama Samia? Hali ya kuwa sasa hivi taharuku ni hizi. Watoto wa kiume tumekuwa sasa hatuwaogopi simba, tunaogopa binadamu. Mheshimiwa Rais, tunaomba, mkoa wa Manyara kata ya Galapo imekuwa shida.